lakini hatari ya nje itawafikia wakati wenyewe wakiachana, wakawa vipande pande, wakakhtalifiana, wakasahau ile risala yao iliyowaleta katika hii ardhi. Wanaposahau risala yao ndio adui anapenyeza kiurahisi. Lakini waislamu wakibaki katika risala yao, yale makhatir si urahisi kuweza kuwafikia waislamu. Hii ni sunna ya Mwenyezi Mungu katika ulimwengu. Waislamu katika tarikhi wamepita marhala nyingi, dhaaf thumma quwa thumma dhaaf thumma quwa thumma dhaaf thumma quwa. Utaona kila walipopata nguvu ni wakati kilima chao kilikuwa ni kimoja, na kila walipopata udhaifu ni pale ambapo furqa ilikuwa ni nyingi katika mujtamaa wa Kiislamu, walikuwa madhaifu. Sasa katika sunna za Mwenyezi Mungu ni kwamba mwanadamu anapewa fursa nyingi, anapewa chance, opportunities nyingi. Sasa zile fursa ndio sisi ataka tujue kama umma wa Kiislamu namna gani tutaweza kuzitumia zile fursa ziliyoko, badala ya kutengeneza akaba, yani pingamizi. Haki katika ulimwengu wa Kiislamu kuna watu kazi yao ni kutengeneza akabati, kutengeneza pingamizi. Fursa zipo, badali wazitumie zile fursa, wao wamejishughulisha namna gani tutaweka pingamizi pasina shuur taratan wa bilhissi taratan ukhra. Mara nyingine pasina kuhisi yeye kwamba wewe unatengeneza obstacle mbele ya Uislamu na mustakbali wa Kiislamu. Mara nyingine pasina ahisi, lakini kwa sababu ana maslahi yake ayaona ndiyo bora kuliko ule mustakbali wa umma wa Kiislamu. Sasa sisi yataka kama umma wa Kiislamu, sababu sisi ni juz'u la natajazza min alam alislam, sisi ni kiungo katika ulimwengu wa Kiislamu. Hatuwezi tukajitoa kando tukasema sisi ni kivyetu, sisi ni juz katika alalam alislam, tutake tusitake, kwa sababu nashhadu bi risalati alislam, na ukishuhudia risalatu alislam utakuwa ni lazima ukubali yaliyoko ndani ya risala yenyewe. Na Mwenyezi Mungu asemaje? Innamal mu'minuna ikhwa, waumini. Hakusema wa Kenya, hakusema wa Pwani, hakusema kabila fulani, sema innamal mu'minuna. Kuna adatu hasr, na katika lugha ya Kiarabu ina utamu wake na uzuri wake, kwamba adatu hasr ikiletwa huwa kuna vitu vingine vinafungwa nje, vinakusudiwa vitu fulani. Sa al-ukhuwa al-haqiqiyya ni ukhuwatul iman, kwa sababu ukhuwa wa damu mara nyingine huwa haufai. Aweza kwamba la qaddar Allah, wewe una ndugu yako lakini yeye ni John. Je, akija hapa mbele ya watu John na wewe ni Ahmad, akaja na Mahmud, ndugu yako atakuwa nani? Wewe kama Ahmad, ndugu yako atakuwa ni Mahmud, ndugu yako katika iman, au atakuwa ni John, ndugu yako Adamu? Ukweli ni kwamba ndugu yako wa kikweli kweli atakuwa ni Mahmud, kwa sababu ni ndugu wa Uislamu. Ndio ile adatu hasr. Ikiwa utaka kuifahamu innamal mu'minuna ikhwa, ni kwamba imewatoa wengine, imetoa ukabila, imetoa rangi, imetoa nasaba, imetoa wote, wametolewa nje, wamebaki watu wenye imani. Sisi katika mujtamaa wetu tunahitaji yanayofuatia ili ule mustakbali weni wetu. Tunahitaji kujijua kwanza tuko wapi. Mtu ambaye hajijui yuko wapi hawezi akajua atakwenda wapi. Siku zote hizi katika sunna za Mwenyezi Mungu, mtu ambaye hajijui yuko wapi hawezi kujua atakwenda wapi. Kwa hivyo lazima kwanza
tuwe na data mzuri katika mujtama wetu, na hii ni mimi nawapa challenge watu waloandaa huu muhadhara, nawapa challenge wakusanye data ya kujua nguvu zetu ziko wapi kiidadi, si masala ya takhmini. Nikimwambia Sheikh Said, wahasibu wa Kiislamu ambao wana farm za Kiislamu Mombasa ni wangapi? Ni wangapi? 3 au 4? Bado si accurate. Unajua kusema 3 au 4 unashaka ni 3 au ni 4. Mimi nataka kisema wahasibu wa Kiislamu wenye farm katika Coast Province, mtu aweza kusema ni 10. Nikimuuliza Sheikh Muhammad Faqih kule, tuna maloya wangapi Waislamu? Sitaki anipe jawabu la takhmin. 36 au hawafiki? Hiyo sitaki hivyo. Anataka accurate, aseme tuna lawyers kadhaa. Nikimuuliza huyu mutakhasis wa mambo pharmacy, mtoto wetu hapa mwingine yuko hapa, bwana, muna pharmaceutical wangapi, watu ambao wamesomea pharmacist? Sitaki uniambie kwamba nafikiri mko wangapi, mjijua mjijui. Haona. Sasa mtu kama hajijui ni hatari hii, sababu kama hujijui huwezi kupangilia. Mtakuwa twenda kiholela, pangine upande fulani twazidi, upande mwingine twapungua au hatuko. Kwa hivyo katika mambo ambayo tunahitaji kama ulimwengu wa Kiislamu, tukihitaji kwenda mbele kisawasawa, lazima tuwe na tarakimu za watu wetu watendaji katika mujtama, hisabu ya kisawasawa. Kuwa na hisabu hii faida yake nini? Tumesema nini katika mwanzo wa mazungumzo? Nani anakumbuka kwamba kama hupangi wapanga kufanyaje? Kufail. If you don't plan, you plan to fail. Na unaweza kuplan kama huna data. Sheikh Said, wewe umesoma mambo ya administration, kwa sababu hukubaliwi kwenda katika uhasibu, lazima upewe tip za law, unapewa tip fulani, unapewa tip za administration, ingawa wewe ni una base katika hisabu, lakini haya mengine nao pia unapewa. Kwa hivyo katika moja ya mambo ya kimsingi katika kuplan ni watu wajijue kwanza, sisi tuwangapi katika kila eneo. Kimuuliza Sheikh Yusuf, mko mashekhe wangapi katika Coast Province? Sitaki anaambie nadhani, nafikiria. Nataka anaambie kwamba tuko watu ambao ni khariji jamiat, tuliomaliza university first degree kadhaa, master kadhaa, PhD kadhaa. Ndio sasa tutaweza kujua sisi tuko madhaifu wapi. Wapi ambao tuko madhaifu, ili pale ambapo ni madhaifu tuweze kutilia nguvu sote kama umma, tuelekeze juhudi zetu huko. Wapi tuko madhaifu? Nani aweza kunambia ni area gani Waislamu wa Coast Province wako madhaifu zaidi? Walimu Waislamu. Walimu Waislamu. Kwa nini umesema walimu Waislamu? Kwa sababu ni rahisi, ukitaka kujua tu madhaifu walimu Waislamu, nenda katika taasisi yoyote, kutokea nursery level, ukiingia itisha tasjili ile ya kusajili walimu, au ingia kwenye nenda katika notice board usome, waangalie Waislamu ni wangapi,
Nenda katika primary hivyo hivyo, nenda katika second utaanza kuwatafuta na tochi. Ukenda katika university nafikiri mpaka upate ile inaoitwa ina jina lake katika Kiswahili inaitwa mangala. Mangala ndio microscope. Wajua sisi hatutaki tuazime maneno ya watu wengine ikiwa tunao yetu, bali kuyasema yetu ni muhimu. Mangala imetolewa katika neno la Kiswahili linalosema usiku ni mangala, mtumbuu huwa papa. Mtumbuu ni samaki mdogo, lakini akiruka usiku utamuona mkubwa. Kitu gani kilichofanya? Kwa sababu usiku mangala, usiku kuna microscope inafanya kitu kidogo kaonekane ni kikubwa kwa sababu ya ule uzito wa usiku. Huko ni utaalamu wa kilugha, nao tukisema wataalamu wa lugha wa Kiswahili ni wangapi, yataka tupate data nayo ni wangapi. Leo tuna watu ambao sio wataalamu wa kilugha na hatujui sisi hatari inayotufikia katika lugha. Huku kwenye lugha ya Kiswahili ni hitaji muhadhara wa kipekee kuonesha hatari iliyoko, namna hii lugha inavyotolewa Uislamu ndani yake na kujazwa ukafiri. Kwa sababu ndani ya lugha ya Kiswahili kuna Uislamu. Maana lugha ya Kiswahili imejengeka katika utamaduni wa Kiislamu, hadhara, ustaarabu wa Kiislamu. Sasa jamaa waona wakenda nacho Kiswahili vile kilivyo, waukuza Uislamu pasina kutaka. Nitawapa kisa kimoja. Naye mtoto mmoja mimi katika vijana hao, la sasa hivi anafanya master, ni Muislamu. Aliupata Uislamu katika utamaduni wa Kiswahili. Twakitaje hiki sisi? Asli twakitaje? Sasa hivi taitwaje? Chaitwa cha nne. Kwa nini kabadilishwa kaitwa cha nne? Kuondolewa neno shahada. Neno shahada lileta matatizo gani? Katika chuo cha Kikatholiki katika Nyeri, ambayo ilikuwa inachukua cream brains za kabila fulani inaoishi kule, kutreniwa kwamba wawe viongozi wa dini. Special school ya Kikatholiki. Wanafunzi walikwenda kufanya research. Wanafunzi wako na akili kali, wasiku wamekusanywa pahali pamoja, wote ni bright, watu na akili kali. Wakasema kwa nini sisi tukubali kuambiwa na huyu anayetufundisha lugha ya Kiswahili hiki taitwaje? Sema shahada. Shahada maana yake nini? Wakaenda wakafanya research. Wakafanya research wapi? Wakateremka Nyeri mjini, wakamwendea imamu wa msikiti, wakasema huyu ndiye anajua lugha ya Kiarabu, tutamuuliza hili shahada kule imesemwa inatokana na neno la Kiarabu, lakini haikufafanua ile kamusi kwamba shahada ni nini maana yake. Sema kineno hiki kwa Waswahili wakiita shahada, shahada ni neno la Kiarabu, ili kutia sumu mtu achukie tafute neno lingine. Yule mwalimu akamwambia neno shahada ni kushuhudia Mungu mmoja na Muhammad ni mtumishi wake. Kwa hivyo unaposema ashhadu an la ilaha illa Allah, unashiria kwa kidole hiki, ndiyo maana kidole hiki kikaitwa kidole cha shahada. Ala, hebu turudie maana hili neno. Ule bwana akawaregelea tena mara pili, akamwambia regelea tena mara nyingine, akawaregelea mara tatu. Wakarudi zao shule kule, watu 40 na akili zao. Yule mwalimu yule shekhe kabla ya kuondoka, wale akamwambia wanangu, nataka kuwapa na hadia ndogo. Manake ataka kuwapa kitabu, sasa hawaambia hadia ndogo. Basi hilo neno shahada kitabu chake kinaeleza ni hiki, tukueni hii kwa lugha ya Kiingereza. Wale jamaa akasema tumepata kile ambacho tunakitafuta sisi. Wakatukua ile translation ya Qur'ani. Usiku ule hakukulaliwa, sababu ni watu wana akili kali, wasoma kitabu ambacho huambia tumieni akili zenu. Hawakulala wale wanafunzi mpaka asubuhi. Asubuhi wakiingia katika klasi, aingia pasta wa Kitaliani kutaka kuwafundisha neno la Mungu. Akitaka kuzungumza akamwambia hold on,
Ngoja bwana, ngoja. Sisi twataka utujibu maswala yanayofuatia. Twataka utueleze kuhusu Maryam, wamwelewa kivipi? Sababu sisi tuna kitabu hapa chamweleza Maryam vingine. Chamweleza kwamba alikuwa ni mwanamke wa tahara, mwanamke msafi, mwanamke alipoambiwa kwamba utazaa alisema, vipi nitazaa? Mimi sijaguswa na mwanamume wala sikuwa ni mwanamke mchafu. Sisi twataka utuambie ukweli wa maneno haya. Maneno haya ndio ukweli au yaliyoko kwenye Bible ni kumsifu Mariamu kwamba alikwenda akafanya mambo machafu na mtungaji na nini ndio akazaliwa Isa. Ule bwana akaanza kuona kwamba hii klasi itanishopoka yote kwa mara moja. Bidii yetu kuwaleta hapa kutaka kuwafundisha tunayotaka kuwafundisha imefeli. Wale jamaa wakashikizana naye hapo hapo, lazima utuambie ukweli au tutefute wenye kutuambia ukweli. Vuta, ukaambia basi tutatumia idara ya skuli iwafukuze nyote. Akamwambia bado hamjatoa suluhisho. Sisi tusharejista form 4, tusharejista mtihani. Hata mbingu na ardhi zikashikana, tutakuja kufanya mtihani wetu hapa sisi. Lakini sisi tunataka ukweli wa mambo yako wapi. Basi billahi alaikum, neno kilma cha shahada, walipiga shahada wanafunzi 40 kwa neno hilo tu. Sasa ndio mtajua kwa nini ikawa ile lugha ya Kiswahili yataka kutolewa, kuvuliwa ule Uislamu, utolewe kabisa, usionekane Uislamu ndani ya ile lugha ya Kiswahili. Kwa sababu kama hautolewi Uislamu, basi wakisomesha lugha ya Kiswahili ilivyo na utamaduni wake na washairi wake wa Kiswahili, watakuwa wausomesha Uislamu whether they like Uislamu or not. Wawe wanautaka Uislamu au hawaupendi Uislamu. Tatizo letu yataka tukubaliane hapa sisi kama wazazi kwamba katika matatizo makubwa tunaohitaji kuyapa mwelekeo miaka 10 na kaukuja, ikiwa tunataka mustakbali wa Uislamu, lazima tupeleke juhudi zetu katika kutrain walimu. Hakuna suluhisho lingine, no shortcut, hakuna shortcut. Na tukenda na shortcut, mwisho wake tutakwenda kukuta matatizo. Sababu al-ilm awalan wal-ilm baada qabla kulli shay. Ndio Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala akabaweba akasema babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu kwanza kabla ya kauli na amal. Na ilmu haitopatikana kwetu sisi ikawa ni ilmu yenye maslaha, yenye manfaa, ikiwa ilmu ile haifundishwi na sisi wenyewe. Na nitawapa mifano mizuri tu. Miaka ya nyuma katika 60, walimu katika mashule ya sehemu zetu walikuwa ni watu wetu. Tulipata watu wa aina gani? Tulipata maprofesa kutoka Amu, kutoka Malindi, kutoka Mombasa, walipatikana maprofesa wengi. Lakini hatujiulizi swali, maprofesa wale walipatikana kivipi? Walipatikana kwa mambo mawili. Jambo la kwanza, walisoma dini yao kabla ya kwenda mashule. Jambo la kwanza. Na walipoenda ndani ya shule, wakamkuta yule mwenye kuwafundisha awaambie wakati wa swala twendeni msikitini tukaswali. Kwa hivyo mzazi alikuwa hana shida akitaka kumripoti mwanawe yuko katika nidhamu au hayuko katika nidhamu, aswali na walimu wote msikitini salatul fajri. Baada ya salatul fajri, bwana yule bwana namuona siku hizi ana matata kidogo, basi atanitambua.
Ilikuwa mzazi hahitaji kuitwa katika parents day wala nini day. Yua swali msikitini, unahitaji kumuita wapi? Wala yeye akuite wapi? Mwasali pamoja msikitini. Yalipokosekana haya, la nahnu fil ir wala fil nafir, hatukokote. Huu ndio ukweli wa mambo. Kwa hivyo tukitaka mustakbali kama umma, lazima tufanye tarkiz. Miaka 10 na kuja, plani yetu iwe ni kutraini waalimu na kuwalazimisha watoto wetu wawe waalimu, ikiwa wataka kuokoa mujtama wa Kiislamu. Na ninawapa ushahidi ambao nimeupata kwa mmoja wa walimu wanaosomesha shule ya upili. Anambia yeye huingia klasini akasomesha somo lake analolisomesha, kisha akarudi akatoka akaenda akaingia na kwenye klasi nyingine ambayo wanafunzi wameachwa tu, hakuna mwalimu ndani yake. Si kwamba yule mwalimu hayuko, mwalimu yuko katika staff room amekaa. Akaenda akimuuliza, mbona shekhe huendi kusomesha? Ambe wale Waswahili hawataki kusoma. Ambe lakini mbona mimi nimetoka kwenye darasa sasa hivi, wote wale wanafunzi unaosema hawataki kusoma wankunya kwenye darasa langu, wansimama wasikiliza. Kama hawataki kusoma, kwa nini watoke wasingekaa kwenye ile darasa lao wakafanya fujo? Kwa sababu wewe hukuingia kwenye darasa. Lakini badala wao kufanya fujo kwenye darasa lao, wantoka wamekuja kwenye darasa langu, wameingia ndani, wansimama, wamesikiliza.